Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza karibuni. Na leo presi yangu imekuwa ya utofauti kwa sababu nina vitu vitatu vyenye hoja. Ndio maana nikasema niwe na ndugu yangu anaitwa Bwana Deo Fashion, kijana msomi mtanashati, kwa mtajua kwa nini nimewaita leo. Vitu vangu vitatu. Kitu cha kwanza leo, engo yangu kubwa kwanza nataka nizungumzie tuzo. Kumekuwa na maneno yamekuwa mengi, kila mtu anasema chake. Waliopata wanazungumza yao, lakini nataka ni declare, niweke vitu wazi, kwa sababu nilikaa kimya, nilikuwa na maana yangu, kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya kuwahusisha wasomi wenzangu, kuwahusisha watu ambao wamefanya hizi kazi. Kwa hiyo baada ya kukaa na wasomi wenzangu na kushauriana nao, kudadavua yes, baada ya kudadavua kwa undani zaidi, nikaja nikapata suluhisho. Kwanza nimeamua mimi binafsi kumwandikia barua Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim juu ya hizi tuzo zinazoendelea hapa nchini. Hii ni barua ambayo tumeelekeza moja kwa moja kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa nini nimeandika barua? Namna ya baadhi ya tuzo zinavyoendeshwa hapa nchini, kwa namna moja au nyingine, inaonyesha kabisa kuna baadhi ya tuzo zipo hapa nchini kwa sababu ya kudestroy brand za watu na biashara za watu. Huwezi kuendesha tuzo haufati vigezo na masharti. Huwezi kuendesha tuzo unaendesha tuzo ukiwa na partner, alafu miongoni mwa partner wako wanaingia katika kinyang'anyiro cha upatikanaji wa baadhi za tuzo ambazo umeziandaa. Kwa hiyo kisheria, kwanza ukiandaa tuzo lazima uzingatie vigezo na masharti. Mtu unaye partner naye lazima asiwe mshindani katika tuzo unazotaka kuzifanya, asiwe mshiriki wa kuweza kupambana kupata tuzo unayotaka, kwa sababu mbili. Na declare interest lazima iwepo kwa binadamu, kwa sababu kama mimi na partner na wewe kwenye hili na ninafanya endorsement yangu ya pesa au nafanya endorsement yangu ya service, lazima nije ni declare interest kwa matakwa yangu. Na mimi wakati hizi tuzo zimeanza, nilivopata fununu kwa naelekea kuparticipate kwenye tuzo, nikajaribu kuwashirikisha baadhi ya marafiki zangu. Mtu wa kwanza nilimshirikisha alikuwa Harmonize. Nilimwambia Harmonize, bwana, kuna tuzo hizi. Harmonize aliniambia neno moja, hizo tuzo partner wake ni nani? Nikaambia media partner ni hawa ndugu zetu kutoka uchafuni. Akaniambia kama media ni kutoka uchafuni usishiriki hizo, andika barua au post kwenye kurasa yako usishiriki, kwa sababu ninakuhakikishia kama media partner ni uchafuni, wamepanga kukuchapua, kukupoteza. Nikarudi nyuma hatua mbili, baadaye nikakutana tena na Harmonize. Akaniambia, nakwambia mimi nikiwa na hapa, usije ukajua nimelewa, usije kufanya, nakwambia nikiwa na akili timamu, kama kuna tuzo zinaendeshwa na zina partner na media, hiyo media haipaswi kuweka watu wake kushiriki. Mfano, mimi nipo kwenye radio, nikisoma mention ya labda ya promotion au ya zawadi za ushindani kutoka kampuni maybe mixed by Yas au Vodacom au Tigo au Airtel, nikiwa nasoma chini nasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Mfano, mimi hapa tayari niko pale, sitaki kushiriki. Nitakapokwenda hewani kuambia mimi nilikuwa na promote na tangaza kitu ni mshindi, jamii haitonielewa kabisa. Watu watajua jamaa amedeclare pale interest zake kwa sababu ana promote, kajiweka naye azidi kupata. Kwa hiyo alivyoniambia vile nikashtuka, nikamwambia kwa nini? Akaambia hao watu umewazidi kila kitu. Hiyo media partner umewazidi kielimu, umewazidi ki-endorsement, umewazidi kiuwezo, thinking capacity. Usione wanaona raha unachokifanya. Wewe ndio mtu wa kwanza kufanikiwa kutengeneza nyumba iliyokamilika. Sio mtu unapiga kelele unaboma, nyumba iliyokamilika. Hawezi kufurahia. Maneno yake nilikuwa sijachukulia serious. Ila baada ya tuzo, baada ya kuelekea siku ya tuzo kwenye red carpet, nilishtushwa na kauli ya Mapua. Alikaa kwenye red carpet akasema, mimi ni mshindi, nimeshaona nimepigiwa kura nyingi. Perfect. Nikasema asia alichokuambia Harmonize ni kikubwa. Huwezi kusema upo kwenye red carpet tuzo zianza kutoka kwa mimi ni mshindi, nimeona nimepigiwa kura nyingi, na kweli ukashinda. Akashinda na kweli akashinda. Kwa hiyo tayari unaona kabisa waandaji tuzo na wale partner wao walikuwa na interest za kujaribu kunipoteza. Kwa hiyo baada ya kuona hayo matukio yote, nilivyoangalia video nikaiangalia, kwa nimeamua kumwandikia barua Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nakala hii itakwenda TAKUKURU na nitaisambaza hii barua ambayo kwa nyinyi waandishi wa habari mtagawana
mtagawana, mtakuwa nayo. Hii barua nimemwandikia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nimemwomba maombi mawili Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza, kutokuridhishwa na utoaji wa tuzo hapa nchini ambazo wana partner na media companies ambazo zina interest na watu wao pasi na kufuata vigezo na masharti. Kwa hiyo nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza azifutilie mbali hizo tuzo hapa nchini. Zinaonekana kabisa zinaharibu brandi za watu na ziko hapa kuwapoteza watu na wengine kuwafanya waweze kufanikiwa. Nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza azifute hizi tuzo, la kwanza. La pili, nimemwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia kamati yake au wizara yake husika aiamuru hizi taasisi zinazoendesha hizi tuzo watoke na wadeclare mbele ya jamii, mbele ya umma kuwa tuzo zao hazikuwa za haki na za usawa, kwa sababu kulikuwa na mianya ya upotoshwaji, hasa kushirikishwa baadhi ya watu ambao ni partner katika utoaji tuzo hiyo. Kwa hiyo wa declare wenyewe kuwa tuzo zao sio sahihi. Lakini la tatu, watuombe radhi. Wewe unajiuliza mfanyabiashara kama Sunderland anakosaje tuzo? Unaona kabisa kuna mipango kazi hapa ya watu wamepanga ili kuwanufaisha watu Lakini la pili, mimi ndio game changer, influencer game changer. Mimi hapa hakuna msanii anayejenga kuanzia Rayvanny. Bill Nass mwenyewe aliniambia Mwijaku umenimpress mpaka najenga. Mshapata? Lakini wasanii wote mimi ni wameimpress kuacha kujenga vibanda vya chini na kujenga magorofa. Ni mimi hapa. Mtu wa kwanza kuambia tunatakiwa tuishi makwetu, nikaja na slogan ya expensive life. Na kila mtu uliona nilivyopost nyumba yangu, kila msanii, si Mwambii na huyo sinani, wote walikuja kwenye page yangu na walitoa shukrani na kusema tunaona kweli hizi kazi tutakao tuwekeze kwenye video. Mimi ni game changer. Exactly. Lakini la pili, katika jambo hilo, mimi ndio mtu wa kwanza kuanzisha huu mradi, kuanzisha hii platform. Leo hii unaniachaje mimi kwa kutumia fununu zako, alafu unaenda kutumia ujanja, unapanga pale, unaweka reti, unaweka nyuma, kwa sababu mimi na watu wamenifuata DM, watu wazito wamenifuata pale. Kuna kampuni za research, wao waliendesha research zao, wanakwambia tuna report sisi ya research, majibu haiwezi kuwa hayo. Nikaambia relaxini, kwa sababu hii nchi na sheria na katiba. Kwa hiyo mimi nimemwandikia Mheshimiwa Waziri Mkuu tuzifute hizi tuzo, zifutuliwe mbali na zisiendelee kuharibu brandi za watu, zisiendelee kuharibu biashara za watu, zisiendelee kufanya humiliation. Sheria inakwambia ukianzisha tuzo chini lazima useme vigezo na masharti vizingatiwe. Vigezo mnavijua. Mimi siwezi kuwa media partner wa tuzo husika, alafu mimi kwenye media partner natoa watu wangu wanashiriki, alafu mimi hapa nimefanya endorsement kwenye hii tuzo. Unafikiri hata ingekuwa mimi siwezi kuacha watu wangu walioshiriki wasipate tuzo? Nitakuwa mpumbavu. Yani manake nikae nionyeshe vitu ambavyo watu wangu hawashindi. Kwa hiyo unaona kabisa ni mpango kazi ulipangwa kuhakikisha kuwa wampoteze brand ya Mwijaku. Mimi niwaambie, kusimama kwa Mwijaku ni mpango wa Mungu kabisa. Ni mpango wa Mungu. Mimi sikuinuka tu from Kazura Mimba kusema nije hapa nisimame. Hii ni brandi kubwa, itaendelea kusimama, na ndio maana nikasema nifate protocol, kwa sababu mwanasheria wangu amekaa chini amefikiria. Nikakaa na ndugu yangu Deo akaambia Mwijaku, hili swala lazima tuishirikishe serikali, kwa sababu hii tuzo ni chafu. Na kama ni chafu, ndio maana barua yangu imekwenda kwa Waziri Mkuu, lakini nakala inakwenda TAKUKURU, nakala pia nitampa taasisi zote zinazoendesha tuzo hii barua, ambao kopi mponazo. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo la kwanza nilosema kulifanya hapa. Hizi tuzo tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu tunampelekea malalamiko yetu, na kesho mpaka Jumatatu nitaingia Kariakoo kwenda kwa baadhi ya wafanyabiashara wasaini dodoso nitakaloliandaa, ambalo tutaliwakilisha kwa Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson Dodoma, pia kuweka sheria kali katika swala zima la uendeshaji wa tuzo hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo kesho kwa wafanyabiashara watakaozidi 100, maana yake dodoso langu litakuwa limepita, limekidhi haja la kupelekwa moja kwa moja kwa Dr. Tulia. Sasa wabunge waweze kupigia kura kuhakikisha wanasimika sheria ambazo zitasimamia madhubuti katika utoaji na upangaji wa tuzo zinavyogaiwa, ili vigezo na masharti viweze kusimamiwa na sheria iweze kufuatwa, ili tuzo zitakapotoka zisionekane zimekuja kuharibu brandi za watu, zisionekane zimekuja kuharibu biashara za watu. Niwahakikishie brandi ya Mwijaku ni kubwa across the world. Exactly. Wale fan base wangu wasishitikwe wala wasife moyo, kwa sababu hii ni mipango kazi iliyofanya na uchafuni kuhakikisha wanataka kunipoteza, na hawatoweza,
kwa sababu hakuna mtu anayefurahia mafanikio yangu. Mimi ndio kijana nilojenga gorofa. Mtu wao Mapua anapiga kelele, ana boma. Boma sio nyumba. Yaani boma ukienda hapo, hata Numziwanda ana boma Mburahati. Kaezeka juu floor ya kwanza na pili, ni kuinua matofali na kuweka zege. Kuinua matofali ile sio nyumba. Unapokaa kwenye media unasema mimi nina nyumba. Boma sio nyumba. Nyumba ni sisi tulokamilisha, ambao leo naweza nikasema hii nyumba unaipiga picha hapa nalala. Wewe unasema una nyumba kubwa, ni boma. Numziwanda Mburahati ana eneo kubwa, square mita 2000 kainua pale floor ya kwanza na ya pili, lakini ni boma, wanalala mbuzi na ng'ombe. Utasema ana nyumba? Ukifanya evaluation utasema ni nyumba? Utasema hili ni kiwanja ambacho kina aina ya mfano wa jengo. Kwa sasa Mapua anakaa na simama nafasi, mimi nimejenga nyumba kubwa kuliko sio msanii wote. Nisiwafiche, hakuna nyumba inayoitwa boma. Nyumba lazima ikamilike na watu waishi. Fanya finishing tuone wewe ni mwanaume. Wewe unasema una nyumba umetengeneza boma. Sasa wewe na Numziwanda tuna tofauti gani? Acha Numziwanda. Ndugu yangu Swaiba kabisa huyo aloimba jamani tunda aitwa nani? Nyeta nani tunda? Mjuma Munya Chanika ana eneo kubwa, square mita 3000. Ana square mita 3000 kaweka gorofa pale, lakini ni boma. Leo Mjuma Mumina atasimama atasema ana nyumba. Jamani, nyumba sio kwapa. Tuheshimike sisi ambao tunaishi majumbani mwetu. Sasa hivi tukiambiwa tusimame tunaishi majumbani kwetu, atatoka Bilnas, atatoka Rayvanny, nitatoka mimi, atatoka Wolper na mmewe. Tunaoishi majumbani mwetu, sio kwenye vibanda, tunaishi kwenye majumbani. Kwa hiyo lazima heshima iweke. Mtu anasema anakaa kwenye nyumba, asipotoshe umma. Lakini la pili, nichukue nafasi hii kwanza kumuomba radhi Harmonize. Alinionya kuhusu hizi tuzo. Kwa mara ya kwanza nakiri ujuaji umeniponza. Kwa mara ya kwanza nakiri Harmonize alinambia, nikaleta ujuaji na ujuaji umeniponza. Light ningemsikiliza Harmonize, pengine saizi ningekuwa nipo sehemu nzuri, nimepumzika zangu na familia yangu na kula bata. Kwa sababu wale walogoleta tuzo hapa ni wababaifu. Na ninaomba serikali ichukue hatua kali, kuanzia kwa CEO, mkurugenzi wa kuendesha zile tuzo, wote wafunguliwe mashtaka. Na mwanasheria wangu atawapelekea demand notes kwa kuvunja katiba. Penal Code ya mwaka 1990 subsection 2 ya section A mpaka C inasema unapoandaa ushindani lazima uepushe vishawishi. Tunasema declare interest. Exactly. Declare interest. Lazima uweke mazingira rafiki. A mpaka C inasema, imeweka wazi. Je, wao walifuata vigezo hivyo? Mimi leo na partner na Rick Media, na partner na Kerry Mastori, tunaanzisha tuzo. Alafu Roja miongoni mwa watangazaji bora, Roja namuweka.